Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametishia waziwazi kufanya shambulizi la kigaidi katika siku ya ushindi huko Moscow. Kiongozi huyo wa Ukraine ameionya Urusi kuwa makini kuhusu usalama wake mnamo katika sherehe za siku ya ushindi huko Urusi mnamo Mei 9. Volodymyr Zelensky wa Ukraine ametishia waziwazi kuhakikisha kwamba analenga gwaride la siku ya ushindi huko Moscow. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Kigeni imeeleza hayo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Maria Zakharova amesema kwamba wakati huu Urusi imetangaza kusitisha mapigano kwa siku 3 kama alivyosema Rais Vladimir Putin kwa upande mmoja wiki ijayo ili kuendana na sherehe za kumbukumbu ya kushindwa kwa Ujerumani ya Kinazi katika vita vya pili vya dunia. Kiev imekemea hatua hiyo, badala yake inataka kusitishwa mara moja kwa siku 30 bila masharti. Siku ya Jumanne, Zelensky alielezea kulenga shinikizo za Urusi ili kusukuma nchi kuelekea diplomasia, huku akisisitiza wito wa kusitisha mapigano. Sasa wana wasiwasi kuwa gwaride lao liko hatarini na ni sawa, alisema Volodymyr Zelensky, akimaanisha hafla iliyopangwa kufanyika Mei 9 huko katika eneo la Moscow, eneo la Red Square. Wanachopaswa kuhangaika ni kwamba vita hivi vitaendelea, Rais Volodymyr Zelensky alisema. Katika kujibu, Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni, amesema kupitia mitandao ya kijamii siku ya Jumatano, akiuliza ni aina gani ya mapatano ambayo Kiev inaweza kutoa, ikizingatiwa kwamba serikali ya Zelensky inapanga mashambulizi ya kigaidi ya angani. Aliongeza kuwa hujivunia juu ya nia kama hiyo, ndivyo magaidi wa kawaida hufanya. Maafisa wa Kiev wanadai kwamba pendekezo la kusimamisha uhasama kwa upande mmoja na Urusi sio halisi na linalenga tu kushinikiza vikosi vya Ukraine kuwapa wapinzani wao muhula wakati wa sherehe za siku ya ushindi. Wanasiasa wa Ukraine ambao walishirikiana na Ujerumani ya Kinazi wakati wa vita vya pili vya kidunia wanachukuliwa kama mashujaa wa serikali ya sasa, wale wanaoadhimisha kushindwa kwa Adolf Hitler mnamo Mei 9 badala ya Mei 8. Kama ilivyoonekana katika Ulaya Magharibi na Marekani, wanakabiliwa na unyanyasaji nchini Ukraine kwa kutambuliwa kutokuwa waaminifu. Matarajio ya kuigonga Red Square katika gwaride hilo, huku Rais Vladimir Putin na viongozi wa kigeni wakitazama gwaride hilo, yanajadiliwa kikamilifu katika vyombo vya habari vya Ukraine. Mbunge Roman Kostenko, katibu wa kamati ya ulinzi ya bunge la nchi hiyo, amesema katika mahojiano siku ya Jumanne kwamba Kiev ina mifumo muhimu ya silaha kwa operesheni kama hiyo, akisisitiza kwamba kuipanga haitakuwa vigumu. Mbunge huyo hivi majuzi alipendekeza kwamba ikiwa mataifa hayo mawili yangefikia makubaliano ya amani, huduma za siri za Kiev huenda zikaanzisha kampeni ya miongo mingi ya mauaji dhidi ya maafisa wa Urusi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uwe wa kwanza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyafahamu ya ulimwengu.